Inatumegea 27 minutes after 4 in the PM officially tuko kwenye second hour and the whole drive na misi me Gunza the Street Disciple aka for the Warrior aka ule boy mother alikuwa against, and of course kwenye ones and twos ni the one and only DJ Carbon. Taka tukipata more of that mtu wangu mpaka gonge 7 in the PM. But then again, if ka second hour unajua ni mambo na interview na ndani ya studio niko na Bazenga mzito tu sana. Huyu ni boss wangu upande wa pili wa studio aka Citizen Television Business Desk, anaitwa Joseph Bonya. Ni aje mzito? Kiko poa bro. So unaweza kabonga sheng Kidogo nitajaribu. But English is your tongue. Hiyo na mother. You're the mother tongue. Yes. Deadly too sana. So over the weekend Madaraka Day tuliona Miss Jaiona hiyo, acha tunijongelele that unyana bonga and then anaita mse mwingine kwa podium na si vice president, si deputy, si leader opposition ikako central bank governor. Ini move venye, did we anticipate this? Atuku expect. Yeah. Tulijua hizi currency mpya zitakam. Yes. Because kumbuka hii constitution mpya. Yeah. Article I think ni 214. Yeah. Inasema kuwa noti za Kenya saizi lazima zibadilishwe. Yes. Zile za kitambo zilikuwa na sura za wadhi na nini It's okay. Walete vitu mpya, ziko na vitu kama animals, yeah, tourism sites, vitu kama hizo. Yeah. Things that promote Kenya. Yeah, na heritage yetu. Sasa kumekuwa na kesi kotini. So venye kesi ilikamilika, kitu ya kwanza walitoa ni coins. Na kumbuka siku zile walitoa coins, watu wakauliza na noti zitakuja lini. Yeah. Wakasema zitatoka kabla September. Hatukujua ni tarehe 1 siku ya Madaraka. So ilituchukua na surprise. Cause tungekuwa tumejua tungepangia. Cause hata hii gazeti ni kama nani? Sisi kama waandishi wa habari tunashughulikia mambo ya biashara. Okay. Si kama senye mmeshikilia hizi pesa. Sio kama sisi tuko na do. Yes. Yes. So when aliita governor wa Central Bank, tukashangaa ni story gani. Ndio tunaona noti ndio hizo. Na cha kushangaza sana ilikuwa sasa ni hiyo deadline. Na ni noti tu ya 1000 pekee. Yeah. Hizi zingine so 5, so 2, yeah, finje na nini, hizo bado zita remain. Zitakonvertiwa ndio, lakini pole pole. Kwa nini akachoose 1000 bob denomination ka noti yenye itatumika, yani kutolewa kwa economy? What do you think I'll take that move? Unajua history ya corruption imekuwa story kubwa sana. Na gava kila saa hunya anaambiwa pigana na corruption. Na anasema anajaribu. So ili a pull first move akasema lazima tutoe hii thao within 4 months. Sababu gani? Kuna watu wengi wako na do. Cash. Hawezi peleka kwa bank because sio do amepata through legal means. Sio mtu alifanya business yake akalipwa. Sio mtu alijenga nyumba akauza. Ni watu tu matenda ilitolewa then kickback ikarudi. Unacheki? So hii pesa mob iko kwa hii thao. Cause ukiweka kama 100 meter, hawezi weka 100 meter na ruabe ama machoni. Itabidi ujenge hao mpya kuziweka. So most of it iko kwa hii thao. So ndio akasema ili to deal na hii maneno lazima hii thao kila mwenye ako nayo airudishe by tarehe 1 Oktoba. So kitu itafanyika ni hivi. Ukiwa na hiyo thao kwa hao, whatever amount ile iko, itabidi upeleke bank. Na ukipeleka bank itabidi ujitetee. Hii pesa ulitoa wapi? So kama hukufanya biashara yoyote, kama hukuuza mali yoyote ukapata do, lazima utasema hii do ulitoa wapi. Alafu kitu kingine nimesikia jamaa akisema sijio kama niko na do mob, tuseme niko na 50 meter kwa hao. Nitafute Igunza nimdunge ka kitu, nitafute fulani nimdunge ka kitu ende waniwekee. Kitu Central Bank wanasema ni saizi watacheck trend. Kama account yako haijawahi pata 10,000. Utatuambia 10,000 imetoka wapi all of a sudden. Alafu all of a sudden umeweka 50,000. Lazima useme hii 50,000 imetoka wapi. Unaona? So wameweka systems such that any person mwenye atakuwa anaweka do ile in labda 1 year, account yako haijawahi iona. Watakuja kuuliza maswali. Unacheki? So deal ni kama uko na pesa ulipata illegally,
lazima utanabiwa, lazima watakuget. Hakuna story nyingine. Kuna wasa wamesema kwa mitandao that what about nikiconvert into foreign currency, niende kwa bureau exchange, niende kwa senyo wana transact dough kama hisi tunatukaza, niseme nipige madolari, nipige mayen, nipige mafranc na vitukaa hizo na marand. How about that? Ni vizuri kujaribu. Lakini ukienda hiyo place, hata au jamaa wa forex wameambiwa. Kama mtu amekuja na dough na inataka kufikisha mita, lazima uulize huyu jamaa hii dough umetoa wapi na mbona unaiconvert. Unaona? Na ukisha convert unaenda kuitumia ni kama tu zile rules ziko kwa bank size. Unajua bank size ukienda kutoa mita, lazima useme source ni nini, unaenda kuitumia nani, final destination. Kama unaenda kulipa school fees, lazima uindicate hii shule ndio unaenda kulipia school fees. Kama unaenda kubuy moti, lazima useme naenda kubuy moti kwa Igunza. Unacheki? So hizi vitu zote sasa watu wa forex pia wameambiwa lazima mfanye. So gava imeseal loopholes zote zenye zilikuwa, because walijua. Ukisikia governor of central bank akiongea earlier today, alikuwa anasema they'll work even with the neighboring central banks. So kama wewe Igunza nichukue mita Kobole niseme nashuka nao TZ. Alafu ufike huko ujaribu kuconvert. Utaambia mzae rudi kwenu convert maneno. Unacheki? Because corruption ni kitu kubwa sana. Na wase wengi hawezi get job, hawezi get matenda na nini because of corruption. Sasa hizi kuna watu wengi nimefanya business na county governments, national governments. Sana my youth. Hiki tunaitwa AGPO, access to government procurement opportunities. Lakini hawajalipwa. Sababu gani? Sababu naambia kabla nikulipe dawa yako nidonge kitu. So unapata mamzae wenye hata hawana makampuni ndio wana benefit. Exactly. Cheki magavana wale washashikwa na EACC. Dongapi upatikana kwa mahao? Mingi, hata over the weekend, jini Samburu. Ile gari ya Samburu County imeshikwa na karibu mita 2. So hizi ndio gavana inasema, fine, hatuwezi tuwapata na nje nyingine. Sasa ile deal tumepanga, ukiwa na thao, wewe leta, tukupatie mpya. Lakini kabla tukupatie tutakuuliza maswali. That's true. Nimeona CBK governor anasema amounts up to 5 million utaenda any bank watakuconvertia, but uta-explain kidogo. But then again, anything about 5 million, you have to get authorization kutoka kwa CBK. Exactly, because unacheki sio watu wengi wenye wanapata salo wanapataga 5 meter. Wachache sana. Very few. Ukiwa unafanya biashara lazima ukuwe unalipa ushuru. So hizi ndio maswali utaulizwa. Mimi nafanyaga biashara, sawa. Biashara yako ni gani? Wewe ulipa ushuru. Hii 5 meter umelipia ushuru. You see vitu kama hizo. So they are selling all these loopholes, ndio sababu unaona kuna wasiwasi mingi imeingia wadhi wengine. So what do we foresee in the next few? Unachekiwa some kwa complain kuna scarcity ya liquidity hakuna. Wanasema ndio hata economy kwa wanasema ina grow ama iko better. Kuna few people wanafeel, but majority of wananchi wanasikia mazee niko cash starved for lack of a better word. So what do we foresee in the coming few months mpaka October the 1st? My economists wanasema do itarudi mtaani. Because kama niko na ido. Na sijaitumia nimeweka kwa hao. Labda kama mimi ni mwanasiasa na ngoja siku za campaign ifike ndio ni release hiyo. So what will happen, itabidi ni spend, sio kupeleka kwa bank na kunini kufanya, nitumie super, niende mtaani nunue vitu kama hizo ndio fanya magari vitu kama hizo. Lakini bado swali itaulizwa. Unaona, cause kama saa hizi niende ninunue gari, jamaa nanunua gari kutoka kwake, akienda kupeleka pesa bank ataulizwa uliuza gari, uliuzia nani? Niliuzia Igunza. So watakuja kwako Igunza wakuulize hii source, umechukua loan sako, umechukua loan bank, umeuza shamba nini. But then kitu kingine itafanyika, and then wale pia lazima wakuwe chonjo. Tuseme unataka kuuza land. Uambie jamaa na kuuzia eka, let's say 500,000. Jamaa anakuambia sawa, hiyo 500,000 lakini nitakuongezea another 200,000. Unacheki? So that akuwe amebuy asset, anajua hii ni kibai, ita hold. So siku nyingine nitaiuza tena
na pesa yangu irudi. So kutakuwa na hizo design. Nakuja umeniambia bei ya kitu na hata si bargain na kuongeza zingine on top. So that nitumie hii do initoke ndio sasa shida wewe kukujia. So kutakuwa na purchase price itakuwa more than the face value ya ma assets. Exactly. So wase lazima wakuwe rada. Because ukipeleka hii pesa bank lazima ujitetee. Yeah. Utasema hii niliuza shamba. Yeah. Value atakuja kuulize shamba inafaa kwa pesa ngapi. True. Kama hapa Kilimani saa hizi tuseme an acre inaweza kuna about 600 million, right? Yes. And then ikuja na 1 point something niseme niliuza shamba. Exactly. It doesn't make sense. Utakuuliza maswali. Na sasa utawapeleka kwa ile jamaa alibai. Failure to which ni wewe ndio kwa ngori. So watu lazima wakae rada. Cause hiyo ndio the only way Gavaita deal na hizi story. Yeah. Alafu kitu ingine tena mambo ya wash. Yes, jikuna comment pia ilikuwa hapa kwa Twitter ya wash. Cause kumbuka in March na April. Do imepatikana karibu 5 billion za wash. Na hiyo ni do inakuja kwa economy. So because imetengenezwa mob na inareleasiwa labda kila wiki. Tukileta sasa hii noti mpya tutaitem. Hawatapata nafasi because baada waja import hizo mashini za kutengeneza na hizo chemicals na nini. Na cheki. So it will take them time ndio wafanye nini ndio anze counterfeit. Kukatch up. Because nido mingi imekuja iko soko lakini ni fake. That's true. Ni mheshimiwa anajita mheshimiwa Ndei Njogu anasema guys of wash will have a very hard time before the crack of the new notes. It will be in January for most of them. No wonder we had a high number of printouts this year. They had foreseen the future. Hata wasewa fake gold wako pabaya. Cause hiyo do wakipata wapeleki bank sababu hawezi sema source yake. Wako tu nao kwa mahao. So itabidi wasewa spend. Niliona Mtainguni the other day akipost something akisema kama uko na 4 billion kwa keja would have to spend about 33 million on a daily basis so that by the time October 1st imefika huko umespend hiyo do. So imagine 33 million hapa Nairobi na single day. Ama ucha kwenu jamaa aende ashuke na 10 million per day. Angushe kwa mabaesa, kwa mavibanda, kwa manini. So kuna aspect yenye venye umesema do itarudi mtaani, wase wa kawaida watafeel hiyo impact. Lakini watafeel impact kama unafanya biashara genuine. Unaona? Because ukiwa biashara huyu jamaa atataka kudispose ido. So anaunue tu vitu kiovyo. Akuje kwa hardware, achukue mbao, achukue simiti. Kitu anaenda kufanya nao sasa hiyo ni shida yake. Lakini so long as wewe kama mfanye biashara, umelipa ushuru, umelipa all the necessary government duties. Utakuwa sawa. See the first time tumesikia hivi, I think in India pia Modi alipull such a stance. Kulikuwa na repercussions pia kwa economy on matters inflation na vitu kaa hizo na pia some ministers hiyo mtaa kuresign. Tukirudi utakuwa kituambia impact kwa economy itakuwa gani as far as hii stunt ya CBK governor goes na government large, and then pia kama kuna any chances that was on a hold this do especially government officials na wako well connected in matters business watakisema anyway aidhuru hii ni pesa nilichukua ya in illegal means chukueni itakuwa fiti sana au sio tunalipa bills wazito tukirudi takuwa tukichapiana more na Joseph Bonyo business editor upande wa Citizen Television. But then again nikukumbusha namba yako dial ni *487 *1# on any mobile phone. Unaipata ndani ya Hot Drive. Take it slow Jaguar. Mtu wangu ndio atakuwa mwisho kwenye hii Iowa ya pili interview Iowa kwenye Hot Drive on the ones and twos ni DJ Cabo na studio niko na J Bonyo mtu wangu hapa kwenye mtandao wa Twitter ukipenda ni Joseph Bonyo business editor Citizen Television. Katika ile harakati ya kujua tu ka corruption yenyewe Gavaita itaweza kuitem. Na watu wengi wanauliza Bonyo kama kuna bwana jita Gashima hapa hivi Kelvin anauliza uko sure Joe hii move ya Gavaita itasaidia kutem corruption? Itasaidia tena sana because kuna vitu mbili inafanya. Moja inamopa pido yote kwa kitu tunaita black market. Hii pesa iko kwa bank, iko kwa M-Pesa, iko kwa you see iko kwa makeja. Iko tu kwa makeja. Yes. Ya pili inaweka ile uoga. Kwa sababu una hold. Yes. So kama saa hizi nataka kufanya business. Nimepewa tenda mahali na jamaa niambie nimpatie kickback. Unajua taulizo associado yake ni gani?
arudi aseme ni mimi, ni bona ni slap, na mimi kama government officer already sio hiyo nimejiuza. Yes, so the strategy ni simple sana. To collect ido kama ni genuine, tupene watu genuine na tuwa encourage, because utaambiwa si tukienda ku convert 100 meter umetoka nao kwa hao yako, tutakupatia 100 meter alafu rudi nayo kwa hao. Hapana. Tutakwambia sasa hii do brother ibaki kwa account yako, kwa account yako. So that ukitoa, tumejua leo umetoa mita 1 unapeleka Harambee. Ama umetoa mita 1 unaenda kubai moti. Umetoa mita 10 unaenda kubai hao. So that gava inajua kama kuna do imetoka imeenda kufanya hii kazi. Unacheki. Because saizi ikiwa kwa hao unaitoa tu, hakuna mtu anajua inaenda kufanya nini. Inaweza kuwa na sponsor ma terrorist. Unacheki. Inaweza kuwa inafanya vitu mingi sana. Azitakikani. So from here gava itakuwa ina monitor do. Ikitoka inajua account fulani imetoa do fulani na imeenda kufanya kitu fulani. So we expect that hiyo final destination ikifika jamaa watabank hii pesa. You see? So itasaidia gava kutem corruption na pia ku-increase ushuru. Wasa wanauliza kwani hata tukichange hizi to eventually tukuwe na the new currency ama the new notes zimecome into circulation, si bado wase tu watachukua hizo new notes na wacheze tikitaka venye wamekuwa kicheza tikitaka in terms of corruption? Ni kweli itafanyika, but in the meantime kuna benefits zake, because watu pia ni majanjeza, hawalali. Si ndio? Hawalali, hiyo ni ukweli. Because hata leo pale CBK wakiintroduce hizo manotes kwa majournalist, unajua walifanya nini? Walipeana tu watu wakashika wakagusa, baadaye wakasema turudishieni hizi pesa. Sababu gani? Mtapeleka watu waanze unacheki. So gava pia inasema kuna tu security features zimewekwa kwa the new notes that haziko kwa hizi zingine. So itakuwa ngumu sana ku counterfeit, lakini binadamu ni binadamu. Jamaa atadungwa kwa kitu apeane siri, hiyo ni ukweli. But kabla wafanye hiyo, at least itakuwa imerudisha level ya corruption chini. Watu watakuwa wameogopa kidogo. Because nikipewa kickback nitaipeleka wapi? Nikipeleka bank, salary yangu kama mtu anafanya gava, siwezi pata 5 milioni at once. Sijauza shamba. You see vitu kama hizo. So at least itaingiza kafia fulani kwa wase, so hawatakuwa wanataka kujiingiza kwa ngori kama hizo. So pia psychologically yes. Kuna vitu pia gava imefanya hiyo design, ndio fanya nini? Ndio jamaa pia watem appetite zao. Lakini cha muhimu kwa corruption ni attitude. Because kama wewe umezoea kuiba mali ya umma, utapata tu ujanja. Utapata tu ujanja kuiba. I get it. But before you kumbuke hiyo style mpya, strategy mpya, at least tutakuwa tumemove forward, tumemake gains fulani, tunaendelea. In India, Modi alitry akafanya hivyo, na kuna repercussions zilikam, one of which ilikuwa inflation ili shoot up to sana. Na pia kuna several ministers waliona imekuwa tricky, wakaamua yani ku resign, I believe so. What do you think it happen kwa economy yetu in terms of tukikuwa sasa na hii cash flow, lots of liquidity kwa market na vitu kaa hizo, tuna foresee nini sasa? Unajua ile style ya India ilikuwa ni immediate. Cause they knew wakiweka time watu watajaribu tu ujanja fulani na nini waende nje wa convert into foreign currency, vitu kama hizo. Unacheki? Hii yetu gava inasema sababu wameweka 4 months is so that people can prove that it don't is genuine. You see? India kitu ilifanyika kubwa sana ilikuwa ni shortage, because wali withdraw rupee ya 1000 na punch. So umejua all of a sudden umekata haitumiki. Yani wali withdraw, hiyo ilikuwa rendered illegal tender. Exactly. So kiwa nayo haiwezi tumika. So kabla watoe mpya, cause baadaye walitoa ingine ya punch na 2,000. So kabla process za kutoa hizo kulikuwa na shortage ya cash. Kukiwa na shortage ya cash, definitely inflation itapata, because kuna do kidogo ina pursue interest mob. So hii yetu wanasema it is well planned, because they know that tukiweka immediate then kutakuwa na hizo shida kama za India. Lakini ile kitu tunaforesee itafanyika ni business tudogo. Itafika time wataanza ku reject ithao mzee kabla deadline.
Wasema because hata hizi coins mpya saizi kuna wengi places ukienda na hii 10 bobea mzee wanakataa wanakuambia tunataka mpya. Yeah. So ni hizi watu wa biashara wadogo ndio waambiwe that mpaka tarehe 1 Oktoba hii thao bado ni valid. So long as ni genuine iko valid inaweza fanya biashara, because inafika time ufanye biashara wanasema hapana sasa tuitaki. Yeah. Sababu pia hao cause wanaweza realize ukienda bank kuna maswali mingi na nini yeah. Wanasema hii ni stress mingi sana. Kama una mpya usiniletee. So hiyo ndio problem naona inaweza kuwa. But lazima CBK iende out there na mabanks kwambia jamaa that hii story mpaka tarehe 1 Oktoba do iko safi. Do iko tu safi. Hiyo design. And then finally tukimalizia Bonyo, my youth wanakuanga target mob sana ikifika ni mambo na evade taxes, mambo na push forward corruption of tukais. Unaweza ukawashow nini mavijana huko nje? Unajua ni easy target ikifika ni mambo na kusafisha dough, mambo na kulaunda hizi money ziko kwa economy na ni illicit. Unaweza kaambia aje mavijana huko nje wanaweza kutumika vyombo? Kila mtu anatafuta dough. Yeah. Mimi na wewe tunatafuta dough. Ndio sababu tunarauka hapa. Huko nje watu wana hustle wanatafuta dough. Lakini tucheze safi. Yeah. Fanyia mtu job akulipe. Usikage tu mahali jamaa na kuletea dough rahisi na nini. Because haitakusaidia. Ikikuja hivyo kirahisi utaitumia chap kesho yake the same thing. Yes. So watu wa learn hii idea ya work for your money. Unajua ndio umefanyia kazi hata ukienjoy kuna kastarehe inakujaga nayo. True. Najipigia mwili asante vizuri. That's true. Yeah, so maboy tu wa learn wacheze rough, wacheze hard na do itakuja vizuri. Hii tu ya kupewa nini na kujaga na ngori zake. Na mkono wa sheria pia. Siku hizi ni hatari. Is your design. Asante tu kabisa J Bonyo kutoka kwa Business Desk Citizen Television na amekuwa guest wetu mtu wangu hapa. Asante tu sana. Stand by 5 at 5 inakaa hapa for the news right now. Orlando yako ndani ya studio.